Na watu wengi sana wanafanya utoaji, kinachowasukuma ni kwa sababu wanataka kupokea. Huo sio msukumo sahihi, kwa sababu hauna upendo, hauna kujali, hauna huruma, ni wa kibinafsi. Ninajiangalia mimi tu ambaye ninatoa, au mchungaji wako amekuwekea pressure. Hiyo isiwe ndo kikusukume ndani, au watu uliokaa nao wamekuwekea pressure. Kaka fulani, jinsi ulivyo, suti uliovaa, sijui wewe unafanya kazi wapi. Hiyo isiwe ndo msukumo wa wewe kutoa. Tunakuwa uwe ni msukumo kujidetach, kujikata, ili pesa isikutawale, mali zisikutawale. Uwe na uwezo wa kuzitoa. Hauwezi ukasema nia yako nitoe kitu, nipokee sijui upako huko kwa mtu fulani, sijui neema fulani alionayo. Hayo sio mafundisho yanayotokana na Biblia. Huo labda ni uganga wa kienyeji, mnaweza mkapeana. Mapepo mnaweza mkahamishiana kwa kuyanunua, lakini sio. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Mtu wa Mungu na msikilizaji wa kipindi chetu kizuri cha Mawimbi ya Uamsho na Matengenezo. Ni mimi mtumishi wako Mchungaji Ngoma wa kanisa la JCC. Na leo tena tunaendelea kuangazia topic nyingine muhimu sana. Kumbuka kusubscribe ili kila tunapoposti video zetu uweze kupata taarifa. Lakini pia unaweza kulike, na usisahau pia kuwatumia watu wengine link ili waweze kupata yale ambayo tunajifunza. Jambo jingine ambalo usisahau, unapokuwa umebarikiwa na kipindi hiki na unapoona kwamba kinakujenga kwa njia moja ama nyingine, usisahau kabisa kuwashirikisha watu wengine na kuwa sehemu ya platform zetu hizi ambazo vipindi hivi vinarushwa. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Na leo tutakuwa tunaendelea tena na somo letu katika maeneo ya utoaji. Tuliangalia kipindi cha kwanza, tulikuwa na kipindi cha kwanza kuhusu kanuni za kuzingatia katika utoaji zinazoendana na maandiko, kipindi cha kwanza na cha pili. Na leo nitakuwa naangazia msukumo au nia sahihi katika utoaji na msukumo au nia isiyo sahihi katika utoaji. Kwa tutapitia hayo kwa haraka ili tujue nini kinatakiwa kitusukume tunapotoa. Na napoongelea utoaji ni katika picha nzima, katika picha kubwa. Inaweza ikawa kwa mtu, inaweza ikawa kwa kanisa, inaweza ikawa kwa ajili ya Injili, na kwa jambo lolote lile, lakini ni utoaji. Na kumbuka tumekwisha kuona msingi mkubwa wa utoaji katika Agano Jipya ni moyo wa hiari na kutaka kutoa. Yani moyo wa hiari katika utoaji. Basi leo nitakuwa naangalia msukumo pamoja ulio sahihi au nia sahihi au isiyokuwa sahihi. Na pia kama una swali unaweza kaandika katika comments, au kuna jambo lolote ambalo ungependa utushirikishe, unaweza pia ukatupigia simu na wasiliana na wewe. Unaweza kuwa na maswali ukaona kuandika hapa unahitaji maelekezo zaidi, basi utawasiliana nasi na sisi tutakuwa tayari na tutafurahi kushirikiana nawe. Tutaanza na kuangalia basi ni nini ambacho kinatakiwa kitusukume ndani tunapokuwa tunatoa, tunamtolea Mungu, ikiwa ni pamoja na kuwabariki watu wengine. Jambo la kwanza, sio kwa maana ya umuhimu, lakini nimeyaweka tu mambo kadha wa kadha na tutakuwa tunaangalia maandiko kwa haraka. Jambo la kwanza ni kwamba mimi natoa, wewe utoe kwa msingi kwamba kila kitu nilicho nacho nimepewa na Mungu. Huo ndio msingi. Kwa sababu kila kitu Mungu alichonipa kumtolea ni cha kwake. Ni sawa na mtoto ambaye umempa pesa alafu unamwomba akupe, sema, au umemnunulia ndizi alafu nasema naomba. Kwa nikishalijua hilo, inakuwa ni msukumo kwamba hiki ni cha kwake. Swala la shukrani, namshukuru Mungu kutoka katika kila ambacho amenipa. Tukiangalia katika Yakobo, tutapitia maandiko mengi kidogo, lakini kwa haraka nitaangalia Yakobo 1:17. 1:17 Biblia inasema, kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili hutoka juu, hushuka kwa Baba wa mianga, kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka. Kwa hiyo vitu vyote vizuri tunavipata kwa Bwana. Kwa kila chochote ulichonacho nilichonacho kimetoka kwa Bwana. Kwa hiyo ni mtazamo unaotakiwa iwe ni kitu kinachotusukuma kutoka ndani. Lakini pia Warumi 11
Kiasoma tena kitabu cha Warumi sura ile ya 11 mstari wa 36. Kwa kuwa vitu vyote vyatoka kwake, viko kwa uweza wake, tena vinarejea kwake. Utukufu una yeye milele. Amina. Na kuna maandiko mengine, mfano Kumbukumbu ya Torati 10:14 na Nyakati wa Kwanza 29:14. Ni maandiko yanayothibitisha kwamba vyote vinatoka kwa Mungu. Na kwa sababu vyote vinatoka kwa Mungu, kwa msukumo wangu na nia yangu ya kutoa ijengwe katika msingi huo kwamba vyote nilivyo navyo vimetoka kwa Mungu. Lakini jambo la pili ambalo inatakiwa kuwa ndio nia ya mimi kunisukuma au msukumo, nia iliyo sahihi, msukumo ulio sahihi, ni kwamba Mungu amenibariki na kunipa nilivyo navyo ili niwe baraka kwa wengine na kustawi katika ukarimu. Kwa nini nisukumwe kutoa? Kwa sababu nikiwa na msukumo na nia yangu ikitoka, natoa kwa sababu najua Mungu amenibariki na kunipa vyovyote nilivyo navyo ili nifanyike baraka. Nifanyike baraka katika kanisa na kusanyiko ambalo mimi ninaabudu, nifanyike baraka katika maisha ya watu wengine, nifanyike baraka kwa jirani zangu, nifanyike baraka kwa ndugu zangu. Na ndio maana Mungu amenipa, kwa kusudi la Mungu kunipa vitu ili nifanyike baraka. Wakorintho wa pili sura ya 9, Wakorintho wa pili sura ya 9, nitasoma baadhi ya maandiko afu mengine nitakutajia. Wakorintho wa pili sura ya 9 mstari ule wa 10 mpaka 11. Na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula, atawapa mbegu za kupanda na kuzidisha, naye atayaongeza mazao ya haki yenu, mkitarajishwa katika vitu vyote, mpate kuwa na ukarimu wote, umpatiao Mungu shukrani kwa kazi yetu. Kwa hiyo unaweza ukaona hapa Mtume Paulo anaonyesha Wakorintho ya kwamba wamepewa, na unapo chochote kinachokuja, kuna mkate kwa hiyo kwa ajili yako, na kuna mbegu kwa ajili ya kupanda. Sasa mbegu ni kwa ajili ya kubariki, kutoa, kusukuma, kustawisha watu wengine. Ni muhimu sana kukumbuka. Na Timotheo wa kwanza nitasoma sura ya 6 mstari wa 17 mpaka wa 19. Nisiache ile andiko, ni la muhimu sana. Biblia inasema, walio matajiri wa ulimwengu wa sasa. Mtume Paulo anamwambia Timotheo, anampa maelekezo mchungaji Timotheo, walio matajiri wa ulimwengu wa sasa waagize wasijivune wala wasitumainie utajiri usio yakini, bali wamtumaini Mungu atupaye vitu vyote kwa wingi ili tuvitumie kwa furaha. Mstari wa 18 unasema, watende mema, wawe matajiri kwa kutenda mema, wawe tayari kutoa mali zao, washirikiane na wengine kwa moyo. Mstari wa 19, huku wakijiwekea akiba iwe msingi mzuri kwa wakati ujao, ili wapate uzima ulio kweli kweli. Kwa tunaona Mtume Paulo anamwelekeza mtumishi wa Mungu Timotheo aliyekuwa mchungaji wa kanisa la Efeso ya kwamba awaelekeze walio matajiri, wale waliokuwa navyo. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, kama tunavyosema, tunapoangalia nia ya msukumo, Mungu amenibariki nifanyike baraka kwa wengine, niwe chano, niwe bomba la kupitisha. Hiyo ndio nia nzuri. Sio ili niwakomoe, sio mimi nionekane mkuu, sio nitaona baadaye ambayo sio sahihi, lakini jambo jingine, natoa ili kupitia utoaji wangu Mungu atukuzwe, maisha ya wengine yanapoguswa. Kwa sababu watu wanapoguswa, unapotoa watu. Kwa nini natoa? Ili Mungu atukuzwe. Ukiangalia Wakorintho wa pili ile sura ya 9 mstari wa 12 na wa 13, Biblia inasema, maana utumishi wa huduma hii hauwatimizii watakatifu riziki walizopungukiwa tu, bali huzidi sana kuwa na faida kwa shukrani nyingi apewazo Mungu. Kwa hiyo tuwe Paulo anarudi pale kwenye ile, kama niona katika kipindi cha kwanza na cha pili, anafanya changizo, kukusanya kutoka kanisa la Korintho na makanisa mengine, anawapelekea wale ambao wako katika kanisa la Yerusalemu. Kwa anaposema utumishi, akimaanisha hivyo kwamba watakapopokea, si tu kwamba mahitaji yao yatakuwa yamepata ufumbuzi, lakini pia watamshukuru Mungu. Mstari wa 13 unasema, kwa kuwa mkijaribiwa kwa utumishi huo, wanamtukuza Mungu kwa ajili ya utii wenu katika kuikiri Injili ya Kristo, na kwa ajili ya ukarimu wenu mliowashirikisha wao na watu wote.
Kwa hiyo niwe na msukumo wa kumtolea Mungu, kwa sababu ndani yangu ninatamani nione Mungu anatukuzwa. Na anatukuzwaje? Kupitia utoaji. Mungu anatukuzwa. Nilikuwa namwambia mtu hivi karibuni, kwa mfano, chukulia mfano kanisani, mahala ambapo naabudu, labda kuna uhitaji au kuna mtu anaenda kuhubiri Injili, alafu wewe uliko kule unamwezesha, anamshukuru Mungu. Hizo shukrani zinakwenda kwa Mungu. Kwa hiyo hili sio kwamba uweze kumtawala mtu huo, isiwe nia, bali iwe ni kwamba uweze kufanya Mungu apate kutukuzwa. Huo ni msukumo sahihi na nia sahihi katika utoaji. Ninatoa ili Mungu atukuzwe. Lakini msukumo mwingine au nia, natoa ili moyo wangu uwe sawa na Mungu na kujiwekea hazina mbinguni. Tumekwisha kusoma Timotheo wa kwanza sura ya 6:17 mpaka 19, na pia Mathayo 6:19 mpaka 21. Biblia inasema msijiwekee hazina duniani, nondo na kutu viharibupo, na wevi huvunja na kuiba, bali jiwekeni hazina mbinguni, kusikoharibika kitu kwa nondo wala kutu, wala wevi hawavunji wala hawaibi. Kwa kuwa hazina yako ilipo, ndipo utakapokuwapo na moyo wako. Kwa hiyo tunajifunza kwamba nitoe kwa moyo, nikijua kwamba moyo wangu uwe sawa na Mungu na kujiwekea hazina mbinguni. Unajua moyo unasema unapowekeza ndo moyo wako unakuwepo. Kwa hiyo unapotoa kwa Mungu na moyo wako unakuwa kwa Mungu zaidi. Ukiwekeza tu kwenye kujilimbikizia wewe na kujiangalia wewe, basi utajiangalia mambo yako wewe mwenyewe. Lakini msukumo mwingine ambao unakuwa ni sawa, natoa ili mali na pesa zisitawale moyo wangu, nisiwe mtumwa wa mali. Kama ukiweza kutoa na kukiachilia, hakitakufanya kuwa mtumwa. Huo uwe ni msukumo, kujidetach, kujikata, ili pesa isikutawale, mali zisikutawale, uwe na uwezo wa kuzitoa. Hiyo ni moja ya jambo ambalo la msingi sana. Mathayo 6 mstari ule wa 24 anasema, Biblia inasema, Yesu anasema, hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kutumikia Mungu na mali. Kwa lazima kuhakikisha kwamba mali na fedha haziwi bwana juu ya maisha yangu na juu ya maisha yako. Na njia mojawapo ya kufanya ni kutoa. Tunakumbuka ule mfano, tunakumbuka katika maandiko, Yesu alikutana na yule kijana tajiri. Yule mtu akamwambia kijana, akasema, nifanye nini ili niurithi uzima wa milele? Akamwambia, wazijua amri? Akasema, hizo nazijua toka utoto, nimezishika. Akamwambia, kauza vyote ulivyo navyo, kisha unifuate. Alipoambiwa hivyo, Biblia inasema akasikitika na hakuweza, akaondoka. Na Yesu akasema, unaona jinsi ilivyo ngumu kwa tajiri kuingia mbinguni, kurithi ufalme wa Mungu. Hiyo mfano tunaujua kuliko ngamia. Lakini alichokuwa anamaanisha ni kwamba huyu mtu alikuwa hajawa tayari kuachilia, kujitenga. Yaani pesa au na mali vilikuwa ni bado vimeushika sana moyo wake. Njia rahisi ya kushinda jaribu hilo na pesa zisishike moyo wako ni wewe kuwa mtoaji. Msukumo mwingine ambao ukufanya uwe mtoaji ni kwamba sitaki pesa na mali ziushike moyo wangu na zinitawale. Bwana wetu Yesu Kristo pekee ndio abaki kuwa mtawala wa moyo wangu. Kwa hiyo ni nia. Kwa ninapofanya hata utoaji, najaribu kuangalia moyo wangu na kuhakikisha huu moyo haujakamatwa na hujatawaliwa na pesa. Tunakumbuka, ukiendelea tu ile sura inayofuata katika ile Luka, tunamuona Zakayo yule mfupi, tunamjua kwa jina hilo. Yeye alipokutana na Yesu, alipoingia tu nyumbani mwake, sijui kama umewahi kujiuliza jambo hili na kulitafakari. Alipoingia tu akatoa, akasema wote aliowadhulumu atawalipa, alafu na atatoa kwa maskini. Alafu Yesu akasema, leo wokovu umeingia nyumbani mwako. Umewahi kufikiria ni kwa nini Yesu anasema hilo? Naamini ni kwa sababu alipouona moyo uliojidetach, ulioachilia mali. Maana kiwango cha kutoa unaonyesha kabisa kwamba moyo mtu ameachilia, akajua huu moyo tayari uko salama. Ulikuwa umekamatwa na pesa kama ule wa kijana. Yule wa kijana alipoambiwa aachilia akashindwa, lakini Zakayo akafanya mwenyewe kwa kuanzisha, na Yesu akaona huu moyo uko tayari na akamwambia wokovu umeingia nyumbani mwake. Sasa sio kwamba aliokoka kwa sababu ameachilia, lakini ilikuwa ni ishara ya kuonyesha kwamba moyo wake sasa uko tayari kumruhusu Bwana wetu Yesu Kristo awe ndio Bwana juu yake. Kwa hiyo hiyo uwe ni msukumo. Kama pesa zinakusumbua, moyo wako unang'ang'ana, ukiona kama umepata kahasara kidogo unataka mpaka ujiue, basi njia sahihi, msukumo wako wa kutoa, fanya kwa kutoa, utaona mambo yanavyoanza kubadilika. Lakini pia ninatoa ili kuonyesha huruma na upendo ambao ni asili ya Mungu ndani yangu.
Hiyo pia iwe ni nia na msukumo ninapotoa. Hiyo ndio iwe nia, kwamba ninatoa kwa sababu Mungu ni upendo. Yohana wa kwanza, nataka tuangalie hapo Yohana wa kwanza nitasoma hilo andiko, sura ile ya 3 mstari wa 16 mpaka mstari wa 18. Yohana wa kwanza, Biblia inasema, katika hili tunalifahamu pendo, kwa kuwa yeye aliutoa uhai wake kwa ajili yetu. Imetupasa na sisi kuutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu. Naona huo ni msukumo mzuri. Lakini mtu akiwa na riziki ya dunia, kisha akamwona ndugu yake ni mhitaji, akamzuilia huruma zake, je, upendo wa Mungu wakaaje ndani yake huyo? Watoto wadogo, tusipende kwa neno wala kwa ulimi, bali kwa tendo na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Na ukisoma pia ile Mathayo 25:31 mpaka 46 inaelezea kwa habari ya wale lini mliona Yesu atoa mfano kwamba kama ulimhudumia huyu nani, tulikuona lini? Anasema ulipomfanyia huyu ndio ulimfanyia. Na Yakobo 2:15 mpaka 16 nasema mtu ana baridi, unaongelea mambo kama. Kwa hiyo ona, msukumo mwingine sahihi ni kuonyesha upendo na huruma ya Mungu. Kwa hiyo ninatoa kwa sababu ndani yangu, kwa sababu ndio DNA yangu, mimi nimezaliwa. Hii inawahusu tu walioamini. Mimi nimezaliwa mara ya pili, kwa DNA yangu ni ya Mungu. Kwa hiyo natoa, vinasaba vyangu ni vile vya Mungu. Lakini pia hiyo ni sababu ya msingi sana. Sasa nini basi msukumo usio sawa katika kutoa, au nia isiyo sawa? Na nitazipitia kadha wa kadha chache hapa, na nitakuonyesha mambo ambayo katika maandiko. Moja, kiburi au kutoa ili uonekane na watu. Katika Mathayo ile 6:1 mpaka 4, Yesu amesema hatuwezi kupata thawabu kwa kufanya hivyo. Huo usiwe msukumo wako, usiwe msukumo wangu katika kutoa. Nisiwe kwamba kiburi, kujionyesha, wajue mimi ndio kibabe hapa ninazo. Huo usiwe msukumo wako. Lakini nyingine, usitoe kwa msukumo wako, usiwe kujisikia hukumu kwa sababu unavyo vingi sana. Kuna kipindi ambapo unavyo vingi, unasikia kama hukumu, kama unasukuma unajisikia hukumu. Hapana, usijisikie hukumu. Usitoe kwa sababu unajisikia hukumu. Hapana, utoe kwa sababu ya zile ambazo nimezielezea pale juu. Au jambo jingine, ubinafsi. Usisukumwe kutoa, kusisukumwe na kigezo kwamba ukitoa Yesu atakulipa. Utoaji wako unakulenga wewe na sio watu wengine. Tunapofanya hivyo unakulenga wewe. Na hata ile tafasiri ya Luka 6:38 inatafasiriwa sivyo hivyo, na msisitizo unaowekwa hapo sio hivyo. Biblia inaongelea habari ya ukarimu. Ukiwa mkarimu, kwa maana hiyo utapokea ukarimu pia. Sasa pamoja na kwamba ni kanuni, tuliona katika vipindi vilivyopita kwamba ukitoa unapokea. Ni kweli. Lakini huo usiwe msukumo wa wewe na mimi kutoa. Kwa sababu huo ukiwa ni msukumo, basi ni utoaji wa kibinafsi, kwa sababu siangalii yule mwingine anayetaka kutoa au kazi iliyoko mbele yangu, na kwa ninajiangalia mimi. Unapokuwa unafanya hivyo, huo sio msukumo sahihi. Pamoja na kwamba hili ni eneo ambalo linasisitizwa sana na watu wengi sana wanafanya utoaji, kinachowasukuma ni kwa sababu wanataka kupokea. Huo sio msukumo sahihi, kwa sababu hauna upendo, hauna kujali, hauna huruma, ni wa kibinafsi. Ninajiangalia mimi tu ambaye ninatoa kwa ajili yangu mimi mwenyewe. Kwa ninafanya biashara, najifanyia biashara mimi mwenyewe. Kwa hiyo huko sio msukumo sahihi. Kutoa kwa kusukumwa na pressure au na mbinu mbalimbali za gribu toka kwa wahubiri au wanaohamasisha utoaji. Wakorintho wa 2, huo sio msukumo sahihi wa kutoa. Usitoe kwa sababu nimekuwekea pressure mimi mchungaji ngoma, au mchungaji wako amekuwekea pressure. Hiyo isiwe ndo kikusukume ndani, au watu uliokaa nao wamekuwekea pressure. Unajua kuna kipindi naweza kuja hapo tunafanya mahamasisho na kuambia kaka fulani, jinsi ulivyo, suti uliovaa, sijui wewe unafanya kazi wapi. Hiyo isiwe ndo msukumo wa wewe kutoa. Tunakumbuka utoaji wetu ni wa hiari. Sasa ukiangalia katika Wakorintho wa 2 sura ya 9, Wakorintho wa 2 sura ya 9, mtu wa Mungu, Wakorintho wa 2 sura ile ya 9. Turudi pale, some mstari wa 7. Mstari wa 7. Kama umekuwa unafuatilia vipindi utaona andiko hili nimewahi kulisema pia. Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu.
katika nyakati tunazoishi kuna watu wamefikia kiwango wanapokwenda kanisani ana 10,000 inabidi aichenji ili kwamba atakapopigwa pressure akatoa 1,000, akipigwa tena atoa 2,000. Mtu wa Mungu, huo sio msukumo sahihi wa kutoa. Kama umedhamiria kutoa 10,000, kaitoa 10,000. Kama labda kanisani kwako mahali unapoabudu kuna sadaka zaidi ya 1, 2, basi fanya dhamira yako kwamba nitatoa wiki hii, nitatoa kwa ajili na hiki na hiki na hiki. Lakini usiende kwa sababu tu unajua lolote linaweza likatokea, kunaweza kuwa na pressure, kwa unaenda unajiandaa. Kimsingi umetoa 10,000. Hata kama ukigawa kimsingi umetoa 10,000, bado imebaki kwa 10,000. Lakini kama kuna matumizi mbalimbali unaweza ukaonyesha, ukaainisha, ni sawa, lakini sio kwa sababu ya ile kusukuma. Kwa hiyo mwitikio wa kutoa kwa sababu ya kusukumwa au kwa pressure au mbinu mbalimbali ambazo zimejaa sana leo katika kanisa la Mungu, au hata kwa kuahidiwa sio itakuwa hivi, ukifanya hivi utapata mchumba, ukifanya hivi, sio msukumo sahihi, kwa sababu unakinzana na maandiko. Lakini pia msukumo mwingine usio sahihi au nia isio sahihi katika kutoa ni kutoa ili upate cheo, madaraka, au uwe na sauti na kupata upendeleo fulani katika kanisa. Tunaona mambo haya hapo. Tukaangalia Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari wa 18. Nitakusomea Matendo ya Mitume 8:18 mpaka 24. Napenda sana kuyaangalia maandiko ili usiseme mchungaji Ngoma anatengeneza fundisho lake lisiokuwa na msingi katika maandiko. Mstari wa 18 mpaka 24, Biblia inasema, hata Simon alipoona ya kuwa watu wanapewa Roho Mtakatifu kwa kuwekewa mikono na mitume, akataka kuwapa fedha akisema, nipeni na mimi uwezo huu ili kila mtu nitakayemwekea mikono yangu apokee Roho Mtakatifu. Lakini Petro akamwambia, fedha yako na ipotelee mbali pamoja nawe, kwa kuwa umedhania ya kuwa karama ya Mungu yapatikana kwa mali. Huna fungu wala huna sehemu katika jambo hili, kwa kuwa moyo wako si mnyofu mbele za Mungu. Unaweza ukaona Mtume Petro anavyomkemea huyu Simon aliyewaga mchawi alafu akaokoka. Mstari wa 24, basi tubia uovu wako huu ukamwombe Bwana ili kama yamkini usamehewe fikra hii ya moyo wako, kwa maana na kuona katika uchungu kama nyongo, na tena katika kifungo cha uovu. Simon akajibu akasema, niombee ninyi kwa Bwana yasinifike mambo haya uliyoyasema. Na leo naweza nikatamani nikuombee wewe ambaye umekuwa unatamani. Ngoja nilipanue kidogo eneo hili, kwa sababu pia kuna namna ambayo inaendelea leo kama ya Simon mchawi, kwamba kuna neema fulani juu ya mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo uipokee hiyo neema, unakwenda kutoa sadaka, upokee neema hiyo. Haya ndio aliyofanya Simon aliyokuwa mchawi. Ni moyo ambao ulikuwa hauko sawa. Hauwezi ukasema nia yako nitoe kitu, nipokee sijui upako huko kwa mtu fulani, sijui neema fulani alionayo. Hayo sio mafundisho yanayotokana na Biblia. Huo labda ni uganga wa kienyeji, mnaweza mkapeana. Mapepo mnaweza mkahamishiana kwa kuyanunua, lakini sio karama za Mungu, kwa sababu karama za Mungu hazinunuliwi wala hazitolewi fedha. Mungu anatoa kadiri apendavyo. Kwa hiyo ni muhimu sana tukumbuke. Lakini pia katika makusanyiko au niangalie pia na Yakobo 2, lakini labda niangalie na Yakobo 2. Ngoja nisome Yakobo sura ile ya 2. Yakobo sura ya 2. Yakobo sura ya 2 mstari wa 1 mpaka ule wa 9. Ndasoma kwa haraka. Ndugu zangu, imani ya Bwana wetu Yesu Kristo, Bwana wa utukufu, msiwe nayo kwa kupendelea watu. Maana akiingia katika sinagogi lenu mtu mwenye pete ya dhahabu na mavazi mazuri, kisha akiingia na maskini mwenye mavazi mabovu, nanyi mkimstahi yule aliyevaa mavazi mazuri na kumwambia, keti wewe hapa mahali pazuri, na kumwambia yule maskini, simama wewe pale, au keti miguuni pangu, je, hamkufanya hitilafu mioyoni mwenu, mkawa waamuzi wenye mawazo mabovu? Ndugu zangu wapenzi, sikilizeni. Je, Mungu hakuwachagua maskini wa dunia wawe matajiri wa imani na warithi wa ufalme uliowaahidia wampendao? Bali ninyi mmemvunjia heshima maskini. Je, matajiri hawaonei ninyi na kuwavuta mbele za viti vya hukumu? Hawalitukani jina lile zuri mliloitiwa? Lakini mkitimiza ile sheria ya kifalme kama ilivyoandikwa, mpende jirani yako kama nafsi yako, mwatenda vyema. Mstari wa 9, bali mkiwapendelea watu mwafanya dhambi na hukumu na kuhukumiwa na sheria kuwa wakosaji. Kwa tunaona
Mtume Yakobo anaelezea na kuonyesha ni kwa namna gani kwamba upendeleo kwa usitoe. Kuna watu unajua makanisani katika makusanyiko mbalimbali wanatoa ili wapate vyeo kwa kujionyesha. Ile kishajua, na wachungaji wengine kishamjua huyu ni mtoaji, basi anamsogeza, anampa cheo, anafanya nini, au anampa favor fulani. Biblia inatukataza huo usiwe ni msingi. Kwa mimi nisitoe ili kumuini mchungaji. Kweli mimi kama mchungaji naweza kuwa na mahitaji na umeniona, usiteke advantage ya uhitaji wangu na kukosa kwangu ili wewe uweze kunimanipulate. Kuna wengine wanataka watawale kanisa lakini wanatumia utoaji ili sasa mchungaji asiwe na sauti, waanze kuingiza mambo yao. Hiyo isiwe ni sababu. Hiyo ni nia ovu ya kutoa ili uweze kupata nafasi, kupata sauti na mambo mengine yanayofanana hayo. Kwa hiyo watu wa Mungu, tumeangalia misukumo mbalimbali au nia kadha wa kadha, na zinaweza zikaweko nyingi. Hii sio listi yote inayokamilisha, lakini nikutie moyo tu, ebu kwa msingi mkubwa, kila unapotoa angalia msukumo wako ndani na nia yako ya ndani ni ipi. Kama iko katika hizi ambazo nimezitaja zisizo nia njema, basi ebu uchunguze moyo wako na muombe Bwana kwa Roho yake Mtakatifu akapare kukusaidia. Lakini kama nia yako iko katika zile nia njema, basi na Mungu wa mbinguni akubariki. Siku zote tujaribu kuangalia mioyo yetu imekaa vipi katika utoaji, maana Mungu huchunguza mioyo. Sisi wachungaji na watu wengine wanaokuzunguka wanaweza wasijue nia ya moyo, lakini wewe pamoja na Mungu na Roho wake Mtakatifu wanaijua, na wewe unaijua nia yako ya ndani, na uwe na nia iliyo sahihi. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Tukutane tena katika kipindi kingine ambapo tutaendelea kuangalia mambo ya msingi katika neno la Mungu. Mchungaji Ngoma na kukaribisha tena kwa wakati mwingine. Subscribe katika channel zetu ili kipindi tunapoposti kipindi uweze kujua, na waambie na watu wengine, na watumie link hizi na watu wengine wapate kujifunza. Na kama unayo mahitaji yoyote ungependa tuombe pamoja nawe, usisite kuwasiliana nasi kwa namba zetu za simu, lakini pia unaweza ukatuandikia hapo kwa message. Na kama unalo swali au unafikiri una changamoto, unaweza kawa ni swali au katuchangamotisha, unasema mtumishi wa Mungu leo yasema mbona yako kinyume na Biblia, pia unaweza kutuandikia kwa star. Tunatia moyo kwa sababu ni mjadala. Andika kwa star na sisi tutakujibu, au unaweza kutupigia simu, na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Usikose kuangalia video zitakazokuwa zikifuata hapo juu. Karibu sana, na Mungu wa mbinguni akubariki. Amen.